Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi, Fatia Abeid. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea sehemu inayofuata, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Kwenye ugonjwa, harusi na matanga, basi ukosi wa kuja kutembelea na kukufariji. Basi walimiminika watu hospitalini hapo, na Bisania alipoondoka nyumbani alichukua mkeka kumpelekea Bisalma. Bisalma akajinyooshe, kwani alikuwa kwenye benchi usiku kucha. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Hapo kikawa kikao cha kusubiria mzazi atoke chumba cha upasuaji. Bisalma alikuwa hajiwezi kwa kuchoka na uchungu wa mwana. Pole shoga, ndo ukubwa huo. Stahamili, sasa hivi utapata habari njema. Utajua kama ni mke mwenza ama umepata mume. Ukipata mume hatukuachi peke yako shosti, tutabanana hapa hapa. Mmoja wa rafiki wa Bisalma alikuwa akimbabaisha mwenzake angalau kumtoa mawazo kidogo, lakini Bisalma hakuwa yule wa kawaida. Alikuwa kimya tu huku anaomba dua. Hata kikombe cha chai ambacho Bisania alimletea hakuweza kukitia mdomoni. Aliona dunia yote imemwelemea. Baada kama ya saa moja hivi ndo daktari alitoka nje na kuwaita tena wazazi wa Muna. Bwana Hamisi bado alikuwa msikitini akiendelea na dua na mawazo yake. Bisalma kusikia mwito huo, moyo ulimpasuka, hata akashindwa kunyanyuka. Tayari machozi yanamtoka. Umeitwa tu, hujaambiwa kama kuna habari mbaya. Unalia nini sasa? Bisania alisema kumpa moyo dada yake. Kumbe na yeye wasiwasi ulikuwa umemshika. Mashoga zake Bisalma walimsaidia kunyanyuka, na mmoja alimshika mkono kuelekea ndani kuitikia mwito wa daktari. Daktari kumwona Bisalma analetwa akashikwa mkono, alimtazama kwa mshangao, na mshangao huo ulizidi kumpa waka Bisalma. Ya Rabbi, okoe maisha ya mwanangu, Bisalma aliomba kimoyo moyo. Hongera mama, Muna kapata mtoto wa kiume, Dr. Mwajuma alisema bila kumtizama Bisalma usoni, huku akiwa anaandika kwenye jadala. Alhamdulillah, ilimtoka Bisalma kwa sauti kubwa mpaka watu waliokuwa nje wakamsikia. Wako wapi sasa hivi? Bado wako huko chumba cha upasuaji, hali zao hazipo vizuri. Mama bado hajamka vizuri na mtoto yuko kwenye oksijeni, kwani alipata shida sana wakati Muna alipokuwa akijaribu kuzaa kwa njia ya kawaida. Baadaye Muna atatolewa wodini na itabidi awekewe damu, kwani alipoteza damu nyingi wakati alipokuwa anajaribu kuzaa mwenyewe, na mtoto itabidi awekwe kwenye oksijeni kwa siku nzima. Dr. Mwajuma alisema hayo kisha akanyanyuka na kuondoka, akimwacha Bisalma bado akishukuru kwa furaha za habari hiyo njema. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Tulieni, kuna msemo wa kuambiwa, yule ilizaliwa bahati yake kwanza ndo akaja yeye. Wengi ambao wanajiona ni watu wa mafanikio na mambo yao yamenyooka, basi walikuwa wakijitapa na kusema, usishindane na sisi bahati zetu zilizaliwa kwanza ndo tukaja sisi. Ama pia ungesikia, bahati ya mwenzio usiilalie mlango wazi. Kama kuna kitu bahati au nyota ambacho kinamfuata mtu ama mtoto kabla ama baada ya kuzaliwa, basi hiyo haikuwa kwa mtoto Saburi bwana Kheri. Saburi bwana Kheri alizaliwa mamake akiwa hamtaki.
Hakutaka hata kumkamata ama kumnyonyesha, na baba yake Bwana Kheri akiwa katoweka kabisa, hajulikani alipo. Baada ya kuumwa uchungu zaidi ya saa 24, sukuma zisizohesabika na zilizoshindwa kuleta matunda, Muna hatimaye aliponea chupu chupu, roho kumtoka na kubarikiwa mtoto wake. Muna hatimaye aliponea chupu chupu, roho kumtoka na kubarikiwa mtoto wa kiume baada ya kupasuliwa. Baada ya operesheni alikuwa taabani, hata hakuweza japo kufungua macho. Fahamu zake zilikuwa zinakuja na kuondoka, na alijikuta kwenye usingizi mzito wa amani. Kwa mbali alisikia sauti hafifu ya kichanga ikilia, na baadaye kwenye maruweruwe alijua kwamba tayari mtoto wake amekwishazaliwa. Mtoto kichanga, mwanangu, hivi mimi ni mama? Imekuwaje? Nani babake huyu mtoto? Muniri? Bwana Kheri? Akili ya Muna haikuweza kutulia. Mara alijiona yupo darasani na wenzake na mwalimu anasomesha, huku yeye akiwa amekalia kitabu cha somo la fizikia. Sasa ikawa ni wakati wa kufanya mitihani. Yupo darasani ameinamia karatasi lake, mara akaingia mtu kabeba kichanga anamletea darasani humo. Nyanyuka ubebe mwanao, analia saa zote hizo. Wacha hiyo karatasi na kalamu. Muna alimtazama huyo alimletea mtoto na kumwona ni Bisemeni. Akachungulia nje ya darasa na kumwona Bwana Kheri akikenua kama kawaida yake, huku akimpungia mkono wa kwaheri. Muna akaanza kulia na kusema, sitaki mtoto, nataka kufanya mtihani. Sitaki kulea, nataka kufanya mtihani wangu. Muna alikuwa akisema polepole usingizini. Muna, unanisikia? Alhamdulillah, umeamka. Umeshalala masaa mengi. Bisania alikuwa ubavuni mwa kitanda cha Muna. Kaweka stuli ndogo ya kukalia na huku anapungapunga nzi na mbu kitandani hapo, akiwa amekibeba kichanga cha Muna mikononi mwake. Mtizame mwanao huyu, mashallah, kafanana na wewe. Muna kafungua macho yake, machozi yakaanza kumtiririka njia mbili, na kisha akafunga macho yake bila kumtazama mtoto. Bisania alikitizama kitoto ambacho kilikuwa kimefungwa kwenye kanga, huku kikifungua vijicho vyake vidogo na kuangaza angaza. Utafikiri kinaona, Bisania alijisemea mwenyewe, kwani Muna tayari alikuwa ameshalala. Mungu akukuze kwa salama, Bisania alikiambia kichanga hicho na kuendelea kukitazama kwa upendo. Kitoto kilikuwa kimejikunyata na vikono vyake akiwa amevikunja ngumi na miguu yake kuileta karibu na tumbo lake. Tokea kiumbe hicho kitolewe ndani ya tumbo la mamake, kilikuwa bado hakijachukuliwa katika mikono ya mama, kikatizamwa, kikabembelezwa na kikaanza kunyonya yale maziwa ya mwanzo ambayo wataalamu wa lishe ya watoto wanasema ndo mazuri kabisa, hasa katika kumpa kinga ya mwili mtoto. Badala yake kikawa kinapewa chupa na maziwa ya kopo, kwani kilikuwa kimeshaanza kulia njaa. Akiamka tu mamake msaidie mtoto apate kunyonya. Maziwa ya kwanza yana umuhimu wake, hata kama maziwa hayatoki ajilazimishe hivyo hivyo, na hiyo chupa apewe saa hivi tu, kwa vile mama yake hajiwezi. Akiamka tu na kuanza kunyonya na hiyo chupa basi. Nesi alimpa maelezo Bisania ambaye aliyafuata kama alivyoelekezwa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Saa kadhaa baadaye Muna aliamka tena. Sasa hivi fahamu zake zilimrudia kisawa sawa. Akajitambua yuko wapi na anafanya nini. Hapo hapo likamjia donge rohoni, akaanza kulia. Kwikwi zake ndo zilomshtua Bisania ambaye alikuwa yupo ubavuni kajiegemeza na kitanda anasinzia.
Kichanga cha Muna kilikuwa kimelazwa hapo hapo kitandani ubavuni mwa Muna, na Bi Sania alikuwa na kazi ya kuwachunga wawili hao. Kichanga kisilie kwa njaa ama kujichafua, na Muna asije akajisogeza na kumlalia mtoto. Ushaamka? Mbona unalia? Vipi, unajisikiaje? Una maumivu makali? Niwaite? Muna hakujibu kitu. Aliendelea kulia na kwikwi ndogo ndogo zilisikika. Bi Sania alipotaka kuondoka kwenda kumwita nesi, Muna alimshika mkono kama ishara ya kumzuia. Bi Sania alinyanyua kichanga cha Muna na kumweka karibu na kifua cha Muna. Hebu jaribu kumnyonyesha kidogo. Unatakiwa umnyonyeshe hata kama maziwa hayatoki. Akivutavuta ndo atatoka. Mwondoe. Mwondoe tafadhali, mwondoe. Sitaki hata kumuona. Muna alisema kwa uchungu, huku akijaribu kugeuka kuelekea upande wa pili bila mafanikio kutokana na maumivu ya mshono aliyokuwa nayo. Makubwa yamekuwa haya. Kwa nini nimuondoe? Kakufanya nini? Bi Sania aliuliza kwa mshangao mkubwa. Muna hakujibu na aliendelea kulia tu. Mara akapita nesi na kumwona Muna yupo macho. Alisogelea na kumwambia mnyenyeshe mtoto. Majibu yalikuwa yale yale. Unakataa kumnyonyesha mwanao? Makubwa haya. Mwanao mwenyewe. Hawa ndo wale kina mama wanaotupa wana wao kwenye madebe. Bi Sania alimtupia jicho kali yule nesi, mpaka yule nesi akajishtukizia. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nani ana sura na roho ya kumtupa mwanawe hapa? Mola amnusuru. Mtoto hata hali yake humjui, wewe unaropoka tu. Ndo mnavyofundishwa mwambie wagonjwa hivyo? Samahani mamangu, naomba yaishi. Lakini mwenyewe unaona anavyomkataa mwanawe. Sijawahi kuona jambo hili. Muna alibembelezwa, akasemezwa, lakini wapi. Hata kumtizama mtoto hakutaka. Mpaka daktari wa zamu alipokuja na kuambiwa hiyo habari, basi aliwaondosha watu wote hapo kitandani kwa Muna, akaanza kuzungumza naye. Alichukua kama robo saa hivi kuzungumza naye, na mwisho akasema kwamba Muna anaugua kisaikolojia. Ugonjwa wa akili ambao kitaaluma huitwa postnatal depression. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Nyanyuka ufanye mazoezi. Lazima ujitahidi ili huo mshono wako upoe haraka. Kila ukifanya mazoezi basi ndo mshono unapoa haraka. Nesi Subira, yule ambaye alimhurumia siku alipokuja kujifungua, alipenda kumsemesha Muna kwa upole na kumwelekeza. Muna alijinyanyua polepole huku akiugulia kidogo kidogo. Mara alijiwekea mkono chini ya tumbo, pale ambapo kidonda chake kipo, huku kikohozi kidogo ambacho alijaribu kukizuia kwa kadri ya uwezo wake, ambalo lilimlazimisha kutaka kulitoa na kusababisha maumivu makali kwenye mshono kila alipotoa kikohozi. Taratibu alitembea kuelekea mlangoni, na macho yake yalitua kwenye kalenda ambayo ilikuwa imetundikwa karibu na ukuta wa mlangoni hapo. Kwa macho ya haraka haraka yalitizama siku ambayo aliletwa hospitalini. Tarehe 10 mwezi wa kwanza, siku ya Jumapili. Hivi leo ni Jumaa ngapi? Alimuuliza mtu alikuwa karibu naye hapo, msafishaji wa hospitali. Alhamis, alijibu yule mtu. Nishalala hospitalini leo ya 4. Subhanallah, alijisemea kimoyomoyo. Toka afike hapo alishaona mengi. Kuna wazazi waliokuwa wakija kujifungua na kuondoka. Wako waliokwenda siku ile ile na yeye yupo akajifungua na kuruhusiwa siku hiyo hiyo. Wako waliokuja na kuondoka siku ya pili. Wako waliokuja na furaha na kuondoka na kilio kutokana na kuja na matumbo yao na kuondoka bila ya tumbo wala mtoto. Na wako waliokuja kwa miguu yao wakituta na wakaondoshwa kwa kubebwa. Mwendo wameumaliza. Akili yake haikuweza kung'amua kama yeye kuweko bado akituta ni bahati
au nuksi? Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Polepole alitembea na kuzunguka jengo hilo huku akijibu salamu mbalimbali. Hujambo? Vipi hali yako? Pole sana, Allah atakuafu. Umepata mtoto gani? Muna alirudi tena wodini na polepole kupanda kitandani. Bi Sania alikuwa akimbadilisha nepi mtoto. Alimtupia jicho Muna na kuendelea na shughuli yake. Bi Sania na Bi Salma walikuwa wakija hospitalini kwa zamu. Mchana alikuweko Bi Salma na alishinda hapo mpaka kama saa 2 usiku, ambapo alikuja kupokewa na Bi Sania ambaye alilala hapo mpaka kiasi cha saa 2 asubuhi. Baada ya daktari kupita ndo alimpisha Bi Salma na yeye kurudi nyumbani kuoga na kupumzika. Siku hiyo alimwambia Bi Salma asiende mpaka atakapompigia simu, kwani kulikuwa kuna uwezekano mkubwa wa Muna kutoka. Muna alijilaza kitandani hapo na kilepe cha usingizi kilikuwa kishamchukua, na ghafla alishtushwa na sauti ya kilio cha mtoto. Muda huo mfupi aliolala, Muna aliota yupo nyumbani na ndugu zake na wanazungumza na kushindana kuhusu maisha yao ya baadaye. Moyo wake ulisononeka na fundo la roho likamkaa. Sauti ya Bi Sania nayo ilizidi kumchanganya. Mchukue umnyonyeshe, itakuwa na njaa. Maskini, hali bure, akilia lazima na jambo. Kama hana njaa, basi anataka kubadilishwa. Bi Sania alisema kikawaida, lakini ndani kwa ndani alikuwa na wasiwasi, huku akiomba kimoyomoyo Muna akubali angalau kumnyonyesha mwanae. Muna alifungua macho kisha akayafunga tena kama hakusikia aliloambiwa. Muna, umenisikia? Hebu mnyonyeshe huyu mtoto. Sauti ya Bi Sania ilibadilika na kuonesha ukali kwa mbali, kwani alikumbuka maneno aliyoambiwa na daktari wamchukulie Muna taratibu na wasimtolee maneno ya ukali na kumlazimisha. Jambo ambalo mama hao wawili liliwapa tabu sana. Muna, unanisikia? Muna alifungua macho na Bi Sania haraka akamchukua mtoto na kwenda kumlaza ubavuni mwa mamake, huku akimsaidia na kumweka vizuri mpaka akawa amekaa sawa sawa kulipata ziwa la mama yake. Kisha kichanga hicho kikafungua mdomo na kuanza kuvuta. Kidomo chake kilishikilia nyonyo hiyo kama kilichojua kwamba mnyonyeshaji alitaka kujiondosha. Vishavu vyake vilikuwa vikitikisika, huku macho yake yaliyovimba ameyafunga wakati huwa anavuta. Sasa Muna alimtazama vizuri na kila kitu cha kitoto hicho kilimkumbusha kwa uchungu kuhusu Bwana Kheri. Kwa kadri kitoto kilivyovuta, basi na mawazo hayo yalimjia mpaka mwisho akashindwa kuendelea na zoezi hilo. Alifurukuta huku na kule mpaka ziwa likatoka mdomoni wa kichanga hicho, na yeye akaelekea upande mwingine. Kidomo cha kichanga hicho kilibakia wazi kama anatafuta wapi chakula chake kimekwenda, na aliposhindwa kukipata akatoa kilio kilichomshtua Bi Sania ambaye alikuwa kashughulika na simu yake. Mara moja hii ushamwachisha? Atazoea lini ziwa lako huyu? Na umeambiwa kwamba umnyonyeshe. Maziwa ya mama ndio yenye faida kwa mtoto. Yeye maskini ni chupa na yeye toka siku alozaliwa mpaka leo, Bi Sania alisema huku akibeba kitoto hicho na kuanza kukibembeleza. Nani alisema kwamba atazoea na atanyonyeshwa? Muna alijisemea mwenyewe kwa kifumba macho kuutafuta tena usingizi wake utakaomrejesha kwenye maisha yake ya zamani kabla hajaingizwa na mchanganyiko wa Bwana Kheri na mwanawe. Kipindi sasa toka Muna ajifungue, lakini bado hakuwa sawa. Siku hiyo alihisi kichwa kinamgonga. Mwili na akili yake vyote vimechoka. Alijishika sehemu ile alipopasuliwa
na hakuwa akihisi maumivu makali. Sasa aliweza kugeuka kitandani bila tabu. Yale maumivu ya mwanzo aliyokuwa akiyahisi yalishaanza kupotea. Jana alipokwenda kwa Dr. Mwajuma, alitizama kidonda chake akaambiwa kwamba mshono wake unaendelea vizuri kabisa. Una mwili mzuri, kidonda chako tayari kimekaa vizuri kwa nje na wala hakionyeshi dalili ya kuvimba vimba kama wanavyofanya wengine. Muda ukipita basi hata hilo kovu litaanza kufutika. Dr. Mwajuma alimpa taarifa. Macho ya Muna hayakuonyesha dalili ya furaha wala huzuni. Alikuwa kama yupo mbali. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Vipi hali yako sasa, unajisikiaje? Badala ya kujibu, Muna aliangua kilio na ilimchukua Dr. Mwajuma dakika kama 5 hivi kumnyamazisha. Kisha akaulizwa kuhusu hali ya mtoto wake. Mtoto ananyonya? Muna hakujibu. Bi Salma aliyempeleka Muna hospitalini alitikisa kichwa. Ndo hivyo hivyo, akilipata ziwa la mama yake huwa ni sikukuu. Lakini maziwa yangu hayatoki na mtoto mwenyewe anapenda chupa zaidi. Mimi nifanyeje? Muna alijibu huku akionyesha ukasirishwa na mamake. Lazima maziwa yako yatakuwa hayatoki vizuri kwa sababu humnyonyeshi. Maziwa yanaongezeka kwa kadri unavyomnyonyesha. Yako yanaelekea kukauka kwa sababu humnyonyeshi. Dr. Mwajuma alimfahamisha Muna kisha akaendelea. Lazima mtoto apende chupa kuliko ziwa lako. Kwa sababu akivuta chupa anapata maziwa. Akivuta ziwa lako kwa sasa ni ngozi tupu. Nani atachagua njaa mbele ya chakula? Na yeye ana akili. Kisha Dr. Mwajuma alizungumza na Bi Salma peke yake. Alipojaribu kumwelezea kuhusu hali ya Muna, Bi Salma alirukia. Tatizo lake si la hospitalini, karogwa. Dr. Mwajuma alishtuka kama kawaida yake akisikia habari hizo. Hakutarajia mazungumzo hayo yangelisemwa hapo hospitalini. Alijua jamii yake imeoza, lakini hakutarajia hiyo habari kwa wakati huu. Karogwa. Ya kurogwa si yajui. Huyu mtoto nilizungumza naye siku zile baada ya operation. Aliniambia mengi. Wanawake wengi hutokezewa na hali kama yake baada ya kujifungua, lakini yeye amezidi kutokana na mambo yaliyomkuta. Kwa hiyo mkimzidisha kumpa msongo wa mawazo kwa kumwambia karogwa ama kumletea waganga, mtakuwa mnazidi kumtesa. Jihadharini sana. Bi Salma hakuwa na jibu. Dr. Mwajuma alikuwa hajesha ushauri wake. Msimwache peke yake muda mrefu. Zungumzeni naye, msimtajie habari alizokuwa hazipendi. Na kama mtaweza kumbabaisha na kumfanyia mambo anayoyapenda ni bora zaidi. Kwani anapenda nini? Dr. Mwajuma alitokezea kumpenda Muna. Alimwonea huruma kwa mazungumzo mafupi waliyozungumza siku zile. Sijui akipendacho. Miaka yote tokea udogo wake anapenda kusoma tu yeye. Bi Salma alijibu na dokta alitikisa kichwa kwa masikitiko. Mchana wa siku hiyo Bi Sania alikuwa anaondoka. Alishakaa kwa mzazi kwa muda mrefu toka alipojifungua. Yeye ndiye aliyekuwa akikaa zaidi na Muna, akimsaidia mtoto kumwogesha, kumnyonyesha chupa, kumbadilisha nepi akijichafua na hata usiku akilala naye. Bi Sania hakujaliwa kuzaa, lakini alikuwa mpenzi mkubwa wa watoto. Na kama mwenyewe alivyokuwa akisema, kama watoto wa ndugu zake ndo wake. Alimlea mtoto wa Muna kama wake ama mjukuu wake haswa. Maskini, leo nakuacha mume wangu. Bi Sania alitania huku akimpakata na kucheza na Saburi ambaye alikuwa akianza kusinzia. Na kuachia Bi Salma, na alivyokuwa hana nafasi sijui itakuwaje. Na bwana Hamisi ana wivu huyo. Ilikuwa mila za watu wa visiwa hivyo kuwa na matani na wajukuu.
Wajukuu wakizaliwa basi huitwa mke ama mume na bibi na babu zao. Muna hakuwa na nafasi ya matani katika moyo wake. Ingawa walikuwa hawana mazungumzo mengi na Bi Sania, alijua kuondoka kwake kutampatia tabu sana, kwani jukumu lote la kulea litakuwa ni lake. Mamake hakuwa na muda huo kutokana na kazi za ndani, na wadogo zake muda wao mwingi walikuwa skuli ama chuoni. Alipomwona Bi Sania ameshavaa na anataka kutoka, basi aliangua lia. Siku hizo kijambo si kijambo, basi yeye ni kulia. Machozi yake yalikuwa karibu sana. Usilie mama, usilie. Naenda kukaa kidogo tu. Bwana Hababu nishamwacha muda mrefu, na yeye haridhiki kwa sehemu nyingine zaidi ya nyumbani kwangu. Tukijaaliwa nitakuja tena. Muna aliendelea na kulia huku akijilaza kitandani. Kila kitu alikiona sicho. Aliona kama kafungwa. Alitamani kutoka nje na kwenda kutembea. Alitamani kuwa darasani na wenzake kutimiza ndoto yake. Alitamani kuruka lakini hakuwa na mbawa. Alijiona ni mtu asiye na bahati katika maisha. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.